Sema Baba wa mbinguni, ninasogea mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Mimi ni mkosaji. Nimekukosa mengi. Nimetenda mengi. Nimefanya yaliyo mengi. Baba, nifaa ndani yangu. Uliposema nami, ukaniambia mwanangu, usipokubali yako mabaya yanakuja mbele yako. Na leo nimekubali neno lako, nimekubali wito wako, nimesogea kwenye madhabahu yako. Naamua leo kuokoka. Miaka yote ilikuwa niko nyuma. Leo Bwana, ninakubali kuokoka leo. Wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Futa jina lako kwenye kitabu cha makosa. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Andika jina lako kwenye kitabu cha uzima leo. Baba yangu wa mbinguni, naomba unikumbuke nami. Anza nami kwa upya leo. Anza nami kwa upya. Anza nami kwa hatua nyingine tena. Nahitaji uanze na mimi katika jina la Yesu. Baba yangu wa mbinguni uliye hai, ninakubariki na kukuinua. Peke yako na nguvu, peke yako umetukuka. Yesu mwenye kurehemu, wewe mwenye kusamehe, wewe mwenye kuosha. Ni wewe mfalme, ni wewe Mwokozi, ni wewe Adonai, ni wewe mwaminifu. Peke yako na nguvu, peke yako naweza. Achilia damu yako, mrehemu wanao. Baba amekupenda kama ulivyompenda tangia utoto wake. Wewe umempenda walijua kabla hajazaliwa. Yes, tarehe na nyakati uliziandika. Tarehe kama ya leo ameamua kukubali kusalimu maisha yake, akisema wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Alikuwa amekwamisha nyuma mno. Sasa naamua kusogea, naamua amesogea. Baba yangu wa mbinguni, ninainua jina lako na kulibariki katika jina la Yesu. Anaunga madhabahu hii Bwana, inampokea kwa neno lako, kwa uweza wako, kwa nguvu zako. Yesu, naomba mkumbuke mwanao kuanzia leo, kuanzia sasa. Ameamini ndani ya moyo wake. Yesu wa Nazareti, peke yako na nguvu. Anza naye kwa upya katika jina la Yesu. Amen. Fungua kwenye lako kwenye kitabu cha Zaburi. Kitabu cha Zaburi 66. 66. Tutaanza na ule mstari wa kwanza. Hakuna mtu mmoja anaweza kanisaidia kusoma? Amen. Zaburi 66 mstari wa kwanza. Ndio. Mpigieni Mungu kelele za shangwe. Mpigieni Mungu kelele za nini? Haleluya. Mpigieni Mungu kelele za nini? Aha. Nchi yote imbieni utukufu wa jina lake. Nchi yote imbieni nini? Utukufu wa jina lake. Maanake ikiwezekana dunia yote ilisifu jina lake, mchana, jioni, usiku, alfajiri. Haleluya. Walisifu jina la nani? La Bwana wa majeshi aliye hai. Aha. Tukuzeni sifa zake. Tukuzeni sifa zake. Mwimbieni Mungu matendo yake yatisha kama nini. Mwimbieni Mungu matendo yake yatisha kama nini. Haleluya. Mtukuzeni Mungu maana matendo yake yatisha kama nini. Kwa ajili ya wingi wa nguvu zako. Kwa ajili ya wingi wa nguvu zako. Haleluya. Maana umepewa nguvu ulizonazo na nafasi ya kulisifu jina la Bwana aliye hai. Haleluya. Amekupa neema, amekupa afya, amekupa uzima. Unabidi umsifu Mungu. Kuna mwingine anatamani angelisifu, angeliimba, hata sauti, awapige hata makofi. Haijawezekana. Haleluya. Haijawezekana. Kwa sababu ya nini?
ni mgonjwa, hawezi kutembea. Alipolala na tamani kwamba ingeliwezekana nikaamka, ningelienda nyumbani mwa Bwana nikamsifu Bwana kwa nguvu zangu. Haleluya, haleluya, haleluya. Uweza wa Mungu ni mkuu sana, nguvu za Mungu ni kuu sana. Hata tukieleza hatuwezi kuzimaliza, hata tukisema hatuwezi kumaliza. Amen. Haleluya, haleluya. Aliyotenda ni makuu sana. Nataka kuyasema mambo kadhaa. Haleluya. Angalia wana wa Israeli. Haleluya. Walipokuwa wamefika mahali wakaona hakuna njia, wakaona hakuna njia, wakasema inakuwaje? Wakasemezana wengine, wakaona ni kama leo ni leo, lazima tufe. Wakiangalia kushoto hawawezi kwenda, wakiangalia kulia hawawezi kwenda, wakiangalia mbele iko bahari, wakiangalia nyuma jeshi la Farao linafuata. Amina. Haleluya. Anaona linafuata nyuma yao. Kilichobaki kulia na kunungunika. Wakaanza kumwambia Musa, hivi Musa, uliona Misri ya kupa makaburi? Umeona huyu tuwe hapa jamani, ili tufie hapa. Haleluya. Kwa maana sisi na watoto wetu tufie hapa. Yawezekana mioni mwao wakasema wakati wa kufa bado. Haleluya. Sasa basi Musa alipoona hayo akawaambia wale watu, nyamazeni muone mkono wa nani? Mtauona mkono wa Bwana. Maana Musa alikuwa anategemea, alikuwa anamjua aliyemtoa Misri inaweza kumvusha, maana ndiye aliyemnyosha na ndiye aliyemuongoza katika njia hiyo. Haleluya, haleluya. Aliyemuongoza katika njia hii. Hata ningekuwa mimi, haleluya, hata ningekuwa nani mimi, ningefanyaje? Bwana akasema usiku utaongozwa na nguzo ya nini? Ya moto. Sasa nguzo ya moto na maana ilikosa njia kwamba haleluya. Kwa maana kwamba Mungu alikuwa anaangalia hawa watu wanamtumaini nani? Alikuwa anaangalia hawa watu wanamtegemea nani? Alipoangalia akaona watu wamekosa njia, wakasema tufanye, wakasema tutende nini? Kilichobaki ni kumlilia Musa, maana Musa ndiye aliyetutoa kule Misri, lazima tulie kwake. Haleluya. Alipolia wale watu, Musa akasemaje? Akasema nyamazeni muone mkono wa nani? Wa Bwana. Haleluya. Wale watu wakasema sawa. Musa akainua mikono yake akaanza kumwambia Bwana. Mungu mbinguni anamuuliza Musa, unanililia nini Musa? Haleluya. Anamwambia unanililia nini? Unafikiri Mungu alikuwa haelewi nini Musa anataka? Amen. Alikuwa anaelewa, alikuwa anatambua, alikuwa anafahamu kwamba Musa ana haja hii na amewaona wale watu wanalia. Kwanza cha kwanza yuko pamoja nao. Na ndiye anayewaongoza katika safari. Mpendo, wewe nani anaongoza safari yako? Haleluya. Kuna watu wanaongozwa na mizimu, kuna watu wanaongozwa na miungu, kuna watu wanaongozwa na vitu visivyonena, kuna watu wanaongozwa na vitu visivyo na uhai. Wanaviomba hivyo na kuvililia, na kwambia utapotea tu, maana unaongozwa na vitu visivyoona. Haleluya, haleluya. Tuliokoka tunajua na tuongoza, na ndio maana tunapotembea tunaelewa tunatoka wapi na tunaenda wapi. Tulitoka utumwani tunaenda kwenye neema yetu, tunaenda kwenye baraka. Haleluya, haleluya, haleluya. Tunataka kueleza ukuu wa Mungu, tunataka kueleza uweza wa Mungu, tunataka kueleza anaposema lisifuni jina, litukuzeni jina. Na mahali pengine akasema kila mwenye pumzi na msifu Bwana. Hajalishi umeokoka umeokoka, una nafasi ya kumsema Bwana. Mimi nakwambia, mwingine anasema mimi siwezi kumsifu. Nakwambia hata kutembea, ukitembea unamtukuza Mungu mbinguni. Hata kama mkana, maana ndiye aliyekuumba. Akiamua usitembee, hawezi kutembea. Akiamua usiwe hai, hawezi kuwa hai. Pigia Yesu makofi mengi sana. Haleluya, haleluya. Akiamua usiende, hautaenda. Akiamua uende, utaenda. Ndio maana tunasema uwezo wa Mungu ni, akisema ndio hakuna anayeweza sema hapana. Akisema hapana hakuna anayeweza kusema ndio. Hata kama ni mchawi aliyepitiliza, hata kama ni mchawi anaogopwa Tanzania nzima, kwa Mungu amefunga breki. Haleluya.
Nataka kuambia uwezo wa Mungu. Nataka kuyachambua mambo. Na nimesimamia kwenye eneo linasema uwezo wa nani? Uwezo wa Mungu. Angalia jinsi ulivyo mkuu. Angalia wakati wa sanduku la Bwana lilipoibiwa likachukuliwa kwenda matekani kwa Wafilisti. Haleluya. Nimeenda kule wakasema tumekomesha. Hawa lazima tutawapepeta, lazima tutawaharibu, lazima tutawaangamiza tu. Maana kilichokuwa kinawasaidia tumekitwaa, tumeenda nacho kwetu. Amen. Haleluya. Haleluya. Sasa ona kilichotokea. Wamelichukua sanduku la Bwana, wameenda nalo wapi? Nyumbani kwao. Haleluya. Wameenda nalo wapi? Nyumbani kwao. Wakasema no, huyu kwa sababu hili linafanyaga haya matukio, wakaweka kwa mungu wao nani? Dagoni. Haleluya. Walipoweka mahali pale kwa mungu wao, kwa mungu wao siongea, ila wao walikuwa wanamwamini sana. Nimetulia tu. Haleluya. Halitikisiki, halipumui, haliongei, lakini wanalitumaini. Ona shetani alivyo. Haleluya. Wanaliabudu, wanalitumikia hilo, wanalisema kila mtu atukuze Mungu wetu. Si nini anaweza kutusaidia? Hawezi kuwasaidia jambo lolote. Haleluya. Hawezi kuwasaidia kwa jambo lolote. Haleluya. Wakamweka sasa. Walipomweka kule, yule mungu Dagoni sasa amekaa. Wakaniweka sanduku la Bwana hapo hapo. Yule Dagoni wanakuja kesho nakuta ameshavunjika viungo, ameanguka chini. Haleluya. Amen. Sasa mungu gani anaanguka? Mungu gani anavunjika? Mungu gani haongei? Mungu gani hapumui? Mungu gani huyo? Haleluya. 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 Wakakuta ameanguka. Wale jamaa wakasema huyu bwana tuhamishe. Ili tulihamishe, tulipeleke eneo lingine. Walipopeleka mahali kwingine, walipoenda wakapeleka kule, wakakutana mapigo. Walipokutana mapigo, wakalia, wakapiga kelele, wakasema tunalihamisha tena. Wakasema tunalihamisha tena. Inapokwenda wale walipata habari, wakasema no, halitaki kuja kwetu. Na kwambia pamoja na ujanja wao walienda kutoa sadaka. Wakasema tufanye nini ili turudishe sanduku la Bwana, turudishe kwa wenye nalo, maana wao wanajua matumizi yake. Tulipeleke. Kulipeleka hawezi kulipeleka mikono mitupu. Amen. Haleluya. Ilikuwa ni gumu kulipeleka ni mikono mitupu. Wakawatafuta watu, wakasema tunataka kupata sadaka ili tulipeleke kule. Na wao wapende wasipende, wakasema Yesu ni Bwana. Wakasema Yesu ni Bwana, hakuna kama yeye. Wakasema Yesu ni Ebeneza. Haleluya. Haleluya. Wakasema Yesu ni Bwana, hakuna mwingine. Tumekupa sauti, peke yako unaishi, peke yako unatawala. Tumejua wewe ni Mungu. Haleluya. Haleluya. Nimesema na uongelea uweza na nguvu za Mungu, jinsi anavyoweza kutenda kwa mtu huyu anayemtumaini, anayemtukuza mchana kutwa, asiyechanganya mambo, asiyekuwa na mawa, asiyekuwa na taabu, asiyehangaika na mambo mengine. Anamheshimu baba yake mbinguni, akimwambia Baba, ninakutegemea wewe maisha yangu yote. Haleluya. Angalia Daudi. Amen. Goliath akasema, Daudi mdogo. Haleluya. Goliath akamsema, akasema wewe kichwa chako nitakata, tawapa ndege wani. Haleluya. Ndugu zake wakasema huwezi kwenda kupigana. Walimkataza Daudi sana. Daudi akasema inakuwaje hao wasiotahiriwa hawa wanalitukana jina la Bwana wa majeshi? Inakuwaje mimi nakwenda kupigana naye? Mungu akasema hapana Daudi. Daudi akasema mimi naenda. Haleluya. Akasema mimi nafanyaje? Naenda, maana namchuma aliye ndani yangu. Haleluya. Akaenda kwa mfalme. Mfalme akamwambia Bwana, acha usini, maana wote wamejificha, wanamwogopa. Jamani mrefu, jamani mnene, anapisha kwenye ule mji, wanamwogopa. Wafisi wote wanaangalia jicho pale, wanajua huyu jamaa akifa huyo sisi tumekwisha. Haleluya. 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 Wao walitambua
anayetuongoza kifa. Baba wa mbinguni anatuletea mwingine, atamuinua mwingine tena, atakayekuwa master wetu, atakayekuwa amiri wetu, atakayetuongoza, atakayetutetea. Haleluya. Tunalitumaini jina la nani? Bwana wa majeshi. Haleluya. Yeye anaitwa Bwana. Ndio maana majina yake ni sifa. Elisabauti, Elikipo, Shama, Adonai. Majina ni mengi mno. Ana majina ya sifa yasiyoisha. Haleluya. Ana majina yasiyoisha. Haleluya. Haleluya. Mfalme akamwambia Daudi, akamwambia hivi, Bwana acha. Yule Bwana acha. Daudi akasema mimi naenda. Mfalme ikabidi akubali. Alipokubali akampa silaha, akasema ba silaha hizi. Haleluya. Akamwambia chukua nini? Akachukua. Daudi alipoyavaa akayapima, akaona mimi sikuwahi kuvaa haya masilaha mazito haya. Haleluya. Sikuwahi kuvaa hizi silaha nzito kiasi hiki. Sijawahi kwenda hivi. Kwa nini? Akayarudisha, akasema hapana. Kama polini Mungu wangu alinitetea, nikapigana na wale Mungu, nikawashinda, nikashinda wanyama mbalimbali, aliyenitetea ndiye anaweza kunitetea. Huyu ni nani? Daudi akamwona Goliathi. Imani ya Daudi, wengine wakiwa wanamuona Goliathi ni baba jitu zima limepanda, hakuna anayeweza. Yeye Daudi akamwona Goliathi, akamwona kama kasimizi. Ikiwezekana heri ya sisimizi. Akamdharau Goliathi, akajua ninaye Mungu mwenye nguvu, ninaye Mungu mwenye uweza. Haleluya. Akasema ninakwenda, akasema ninakwenda. Akaona alichofanya. Alikuwa ni kitu cha ajabu sana. Amen. Ana kombeo, watu tunaweka mifano. Amen. Mwili ukieleza kombeo hawezi kuielewa. Sasa ile kombeo ukitaka kujua uwezo wa Mungu ulikuwaje, Mungu alikaa ndani ya lile jiwe. Haleluya. Kwa sababu haikupa akili ya kawaida, haiwezekani. Haleluya. Ile pigo lilikuwa la Mungu kumwonyesha Goliathi, mimi ni nani? Mimi ni Mungu mwenye nguvu, mimi ni Mungu mwenye uweza, mimi ni Mungu anayetenda, mimi ni Mungu anayefanya. Haleluya. Amen. Daudi alikuwa na mawe laini, Biblia inasema mawe laini yako wapi? Haleluya. Yale mawe akachukua kwenye kamkoba kake. Alipochukua ameishika, akaliweka nini? Akaliweka lile jiwe moja. Anapotembea wanatabishiana. Filisti anamwambia, "Oh, nitakata kichwa chako, tawapa ndege wangali." Daudi anamwambia, "Hey, yani huyu anakuja, tunakutana katikati." Haleluya. Huyu anakuja, huyu anakuja, tunakutana wapi? Katikati. Vita ya ile vita ilikuwa sio ya kuvamiana huko hapo. Huko hapo. Amekuja kushoto, anaama. Haikuwa ile. Ilikuwa ni uso kwa uso. Yaani mwanaume na mwanaume. Lakini Daudi alikuwa na mwanaume aliyesaidia wanaume, aliyekuwa ndani yake. Haleluya. 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 Akamwambia neno. Akamwambia, "Aisee, wewe unanijia kwa upanga, unanijia kwa mkuki, lakini mimi ninakujia kwa jina la Bwana wa majeshi aliye hai. Mimi nakujia kwa jina la Bwana wa majeshi aliye hai, mwenye nguvu, mwenye mamlaka, aliyekuwako kabla ya misingi kubwa, alikuwako." Akajia. Anaposema inazunguka, yani ili inapozunguka inapata nini? Yani yenyewe ile kombe unapozungusha inapata nguvu, afa iende hivi, inaenda hivi. Haleluya. Nikikwambia hata ukapige nyumba pale huwezi kulenga nyumba kiasi hicho. Haleluya. Akaizungusha, alipoiachia Goliathi alikuwa amejivika. Yani ukipiga huwezi kumgusa. Ile saa haiwezi kuzama ndani. Alikuwa amejimarisha, limepanda, limesimama. Ndipo sasa Bwana wa majeshi akasema, "Wewe hakuna mjanja duniani. Mimi ni Mungu anayeweza." Akanyosha, akaipima lenzi yake, akanyosha. Goliathi hakukaa sawa, anakuta jiwe liko wapi? Si kama alijiona wakati anaanguka. Haleluya. Majeshi yote alipoanguka Goliathi
chini. Wafilisti wote, huyu kila mtu ameanguka huko. Daudi akachukua, alipofika pale akavuta upanga wake uliopanga kumuua Daudi, upanga wa Goliathi. Daudi akavuta, Biblia inasema kwenye arani mwake akavuta, akakata kichwa cha Goliathi. Pigia Yesu makofi. Haleluya. Sikiliza, ndio wewe watakufa wao, wewe hautakufa. Maana unaye piganaji Baba yetu wa mbinguni. Waliosema ufe wakakujia na mapanga, wakakujia na marungu, wakakujia na vijembe, wakakujia na kila silaha. Hautakufa, utaishi wasifuri matendo ya Bwana. Sasa Baba yetu ametuambia vita vyetu si juu ya damu nani, bali viko wapi? Viko rohoni. Wana wa Mungu wanapigana. Sio kwamba utapigana, usiogope vita. Lazima upigane ile vita rohoni. Kazi yako ni kulivaa silaha. Ukimwambia Baba wa mbinguni, niko hapa leo, nimeacha mambo yangu, nimeacha kazi zangu, niko hapa sasa, naomba unitetee, naomba unishindanie, naomba uniponye. Usipigane wewe, mwache Mungu apigane. Usishindane wewe, mwache Mungu apigane. Kuna watu akiona huyu ndio mchawi wake anamula usiku, anaanza kumchukia, lazima tamkata na panga. Nakwambia ukimkata mapanga, polisi hazitakuacha. Haleluya. Ukija ni polisi hazitafanyaje? Hazitakuacha. Usalama hautakuacha. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Usinyoshe nini kidole. Wewe ni mchawi, unajua sawa, Mungu amekufunulia, haina shida. Wewe endelea kufanyaje? Kumwombea na kumpenda. Siku moja nikasema tutakuwa na kazi ya kuombea wachawi ili Mungu awape neema nyingi ya kuishi. Haleluya. Maana bila wachawi mwingine hawezi kuokoka. Mpaka mimi kidogo nimpaje ukoke. Wachawi kama tupo hapa tupunge mikono. Wachawi tupo hapa tupunge mikono juu. Haleluya. Haleluya. Tupo hapa. Mimi nawaombea wachawi mwe na miaka mingi ya kuishi. Lakini ukija hapo sio na tabia za kukamata ibada. Ukikamata unapiga shoti ya malaika wa kimbingu. Maana nalinda mahali hapa. Tunayependeza ni hai. Haleluya. Haleluya. Siku moja nikawaambia nikasema wachawi kitu kimoja. Yaani mshirika hapa kanisani, alafu anaunga ibada yetu hapa kanisani, anaingia kwenye vyombo anakamata vyombo, lakini sisi haijawahi kutu. Haleluya. 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 Amen. Haijawahi kufanyaje? Kutokea. Ulisikia pale tulipokuwa pale na danga wakakamata. Nikasema nani alikuwepo pale? Niliwaambiaje wa? Kanaanza kushikilia. Kinasema sana nenda kushikilia nini? Waya. Nenda kashikilia waya. Anaenda kushikilia waya. Roho wa Mungu akasema wewe tulia. Kuna wajeda wako hapa. Wamekuja wanataka kuona mambo gani yanaendelea. Nikasema rohoni kwangu nikasema tunaye Mungu asiyeshindwa. Hatujachanja ilizi, hatujaweka mafuta, hatujaweka maji. Tunaye Yesu aliye mafuta, aliye maji, ndiye tunaye. Wewe acha pisha hapa. Haleluya. Nikawaambia ondokeni sasa. Niwaambia ondokeni sasa. Nini kilitokea? Nini kilitokea? Haleluya. Haleluya. Shika njia zako. Tembea nenda. Haleluya. Tumekaa eti. Wachawi tumsifu Mungu wa mbinguni. Maana kazi ya shetani aliasi mbinguni. Akakupandikiza ukiona unaruka angani unaona umefika. Unanyonya damu za watu unaona umefika. Unasafiri kutoka mkoani kwenda mkoani unaona umefanyaje? Kama upo hapo umeokoka, nyosha mkono juu alafu ni mchawi. Unatenda kazi ya usiku. Na kuombea wewe na miaka mingi ya kuishi kwa Baba yangu wa mbinguni, ili uendelee kuminya wengine, ili wamjue Baba wa mbinguni kwa anaishi. Kama ikiwezekana yuko mtu hapa imani yake ni haba, kamfuate imani kwake mminye, ili ajue kwamba Yesu anaweza. Kama alikuwa mtoro kwenye maombi, aanze kuomba na maombi, aanze kuomba.
Haleluya. 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 Lakini sijawapa mkatoe kafara. Nasema hivi, na waruhusu kanini huyu. Kama uko hapa hujaokoka, aliyeko hapa punga mkono mchawi, tunakupa fursa. Haleluya. Amen. Mungu wetu anaweza. Haleluya. Sikiliza, Sauli ameenda mahali fulani, anakuta amefika eneo, kuna mtu alikuwa anajiita Bari Yesu. Anapoita Bari Yesu, alijua jina lile linaweza kumsaidia, haliwezi chochote. Haleluya. Akataka kumfanya kiongozi mmoja asimtumaini Bwana, asimamini Yesu. Paulo akasema ndani yake, oh, huyu Bwana apigwe kwa pofu. Yule Bari Yesu anayejiita Bari Yesu akazimika dakika zile zile. Unacheza na roho wa Mungu. Roho wa Mungu ni mafuta. Roho wa Mungu ni maji. Roho wa Mungu ni kila kitu. Hakuna cha mafuta, hakuna cha maji, hakuna cha nini. Tunachojua yuko Yesu mwenye nguvu. Tunachojua tunaye Yesu. Alianza kwa neno, alimaliza kwa neno. Na sisi tumeanza kwa neno, tutamaliza kwa neno. Tumeanza kwa nguvu, tutamaliza nini? Kwa nguvu. Haleluya. Hebu sema kwa nguvu. Sema kwa nguvu. Sema kwa nguvu. Sema kwa nguvu tena. 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 Tumeanza kwa neno, tutamaliza kwa neno. Tumeanza kwa nguvu, tutamaliza kwa nguvu. Haleluya. 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 Waliotamani kuangamiza maisha yako hawataweza. Ila nimewaambia hivi, kama ni mchawi yuko hapa kanisani, kama yuko hapa, na kuruhusu kaminye huyu asiye na imani sasa. Ila sikuruhusu toe kafara. Ni marufuku. Haleluya. Huyu ni wa madhabahu hii. Hata kama ni mjomba wake, hata kama ni mdogo wake, hautaweza kwa jina la Bwana wa majeshi. Haleluya. Haleluya. Tunalo jina. Ni jina la nani? La Yesu. Haleluya. Yesu alipita juu wala kuzama, akatembea ni. Haleluya. Petro alipoona mashaka akaanza kufanyaje? Akaanza kuzama. Yesu akamwambia neno moja, umepungukiwa nini? Imani. Kwa nini uzame? Petro akasema tani kufuate. Yesu akasema njoo. Yesu akasema njoo. Petro tembea, akapiga hatua. Alipofika mahali akaona wimbi linakuja, akaona hofu, akasema Mungu wangu, akaanza kuzama. Alipoona nazama, Yesu anamwangalia tu, akasema Yesu, naomba uniokoe. Akasema Yesu, naomba uniokoe. Yesu akaja akamshika mkono, akamwinua akiwa juu ya maji. Usicheze na nani? Usicheze na nani? Usicheze na Yesu. Kuna watu wameandikiwa mabaya, wakasema hawa wataangamia kwa operation, hawa wataangamia kwa namna hii. Huyu akitembea lazima ataanguka, akishaanguka ndipo atakapokufa. Nasema hivi, tumekataa katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Wachawi wana kazi moja sana kubwa. Wamedanganywa, wameibiwa. Unakula mpaka mtoto wako. Hivi kweli ni akili sawa sawa? Haleluya. Amekula wenzake na zamu yake kula wa kwake. Haleluya. Hapo nakwambia kuna mtu anatembea na matoto, anatembea na kilio ndani ya moyo wake, analia moyoni mwake, anaomboleza moyoni mwake, analia moyoni mwake. Kuna watu hawana amani. Si tulio na Yesu, sina shida kwamba nilale kwenye sakafu chini. Haleluya. Nilale kwenye ngozi. Kuna watu wanalala kwenye ngozi, ni matajiri lakini mali zao hawana amani nazo. Kuna mwingine ni tajiri, fedha zake hana amani nazo. Haleluya. Wanafaidi watu wengine. Haleluya. Na ilikuwa Jumanne, nilikumbusha somo moja la Jumatano. Nikasema kwamba mtu yeyote aliyeokoka ni lazima awe nani? Nikasema lazima awe nani? Lazima awe nani? Sasa kama utawali, tegemea kutawaliwa. Haleluya. Haleluya. Tegemea kufanyaje? Kutawaliwa. Haleluya. Haleluya. Usipotawala watakutawala. Sasa ni hatari kwako utawaliwe. Ukishatawaliwa mpendwa, ni hatari. Haleluya. Maisha yako utapata amani, utapata raha, utapata furaha.
utakuwa ni msiba, itakuwa ni majuto, itakuwa ni kulia kila wakati. Na ndio maana adui akiingia hata kwenye ndoa anakuwa yuko katikati na upiuta, anahangaisha. Yamkini umeokoka lakini bado, haleluya, Mungu anataka umuite kwa nguvu zako zote, na usipokutana na jambo huwezi kumlilia Bwana. Na ndio maana tukasema wachawi tunawaombea wazidi kuongeza siku za kuishi. Haleluya. Kuna mwingine anasema mchungaji, sijakuelewa. Sema sijakuelewa. Nitamwombeaje anayenitesa maisha yangu? Nitamwombeaje mchawi wangu? Haleluya. Amen. Haleluya. Elewa kwamba kama sio shetani kutesa ulimwengu, maana yake Yesu asingekuja. Haleluya. Ukijua hilo, kama sio hivyo basi asingekuja. Na ndio maana ili atangaze uhuru wa watu ni kwamba shetani amewafunga, akawaambia waache watu hawa. Ndio maana yule aliyekuwa ameingiliwa na pepo anateseka na hangaika alipokutana na Yesu. Na ndio watu tunatambua kwamba mapepo yalikuwa ya kwanza kumtambua huyu Yesu mwana wa Mungu. Na ndio maana akasema hivi, Yesu mwana wa Mungu, umekuja kututesa kabla ya wakati wetu. Haleluya. Umekuja kututesa kabla ya wakati wetu. Haleluya. Yakatambua, yanaelewa kwamba uko wakati ambao yatapata nini? Mateso. Haleluya. Yakatambua kwenye moto wa nini? Wa milele. Haleluya. Hebu pigia Yesu makofi. Amen. Kwa majina naitwa Neema Itson Hakungwe. Amen. Amina. Mimi nilikuwa nasumbuliwa na miguu. Naishi Msamba. Miguu hii ilianza kwa kuuma kwenye misuli. Nikiwa natembea, yani ilianza kuuma kwenye misuli. Sasa kwa akili yangu nikawa nasema labda kwa vile nalima vinyungu. Yani nilikuwa nina vinyungu, nalima vinyungu labda kwa kupandisha milima na kushuka, kupandisha kushuka. Basi ndio maana miguu inaniuma. Nikachukulia ni jambo la kawaida tu. Amen. Ndio. Nilikuwa nasali kanisa la Anglikana na nilikuwa kiongozi, nilikuwa mwanakwaya mzuri. Yaani jinsi ninavyoenenda, naona hali yangu inabadilika. Si kwamba labda napata maumivu makali au napata yani niseme naumia kwa chochote, hapana. Ila miguu tu inakuwa mizito, alafu yani kila ninapopiga hatua inakuwa mizito. Ila kwa kwamba yani tumbo liniume sijui kichwa, hapana. Nguvu zikawa zinaniishia. Alafu mwili unaisha. Kwa maumivu yani sipati maumivu yoyote. Nikawa najishangaa hii hali ni nini? Ndio tukajaribu kupita hospitalini. Tulipoenda hospitali wakapima vipimo vyote, wakasema ugonjwa hamna. Basi wewe unakwambia ugonjwa hamna, alafu unajisikia vibaya. Ndio. Basi baba akasema rudi nyumbani. Kama wamesema ugonjwa hamna, rudi nyumbani. Tukawa tumerudi nyumbani. Tumefika nyumbani, wakawa wamechukua jukumu la kunipeleka kwa waganga. Tumepita kwa waganga, yani waganga wengi. Kwa ndio waliona chanja na chale miguu yako hiyo, yani karibuni mguu wote. Chale tu zimejaa. Amina. Tumepita kwa waganga, nikikafika hatua nikamwambia mume wangu. Nikasema mume wangu, mimi nimechoka. Yani mwili wangu wote umejaa chale. Kila sehemu nina chale, nimechoka. Akasema sasa tufanyeje? Nikasema mume wangu, twende kwenye maombi. Tukachukua hatua. Tukapanga na mume wangu bila kuambia hata wazazi pande zote mbili. Tukabebana sisi wenyewe kuja mpaka mahali hapa kanisani. Tumefika hapa, nimefanyiwa huduma, naendelea kufanyiwa huduma, nimepona jamani, natembea. Labda mama ungejaribu kutembea. Mara ya kwanza ulikuwa unatembelea kitu gani? Nilikuwa natembelea fimbo, yani hata kunyanyuka kutoka hapa mpaka hapa nilikuwa siwezi. Hata nishike fimbo. Labda unaweza kutembea tuone. Tukaona utembea.
Ongeza tena makofi ya shangwe. Ongeza makofi ya shangwe. Haleluya. Amina. Namshukuru Mungu amenibadilisha jamani. Amen. Amenibadilisha yani kama nilivyozaliwa. Pigia Yesu makofi mengi ya shangwe. Amenitengeneza, nimezaliwa upya. Pigia Yesu makofi. Nashukuru jamani, nashukuru kwa maombi yenu. Amen. Nawashukuru sana na mzidi kuniombea. Amen. Pigia Yesu makofi. Mtumishi wa Mungu huyo anapokwenda kuketi, lakini naona kuna mtumishi wa Mungu mwingine anasogea hapa. Karibu mama. Amina. Kwa majina ninaitwa Elizabeth Mikael Simbe. Amen. Amina. Jamani, mimi nataka nishuhudie yale ambayo Bwana amenitendea. Amen. Amina. Mimi nimesumbuliwa sana na mkono. Amen. Mmoja. Amen. Huu mkono wa kulia. Amen. Huu mkono umenisumbua toka na mnyonyesha Awadi. Awadi ndio huyo. Ndio huyo hapa. Okay. Toka Awadi mdogo ni miaka kama 12. Amen. Miaka 12. Amina. Ndio. Huu mkono ulinianzaga usingizini. Amen. Nilikuwa nimelala. Amen. Sasa wakati nimelala, Ndio. nilishtuka kama kitu kimening'ata usiku. Sasa ile ninavyoamka ukawa mkono umeshakufa ganzi. Ndio. Amen. Sasa mimi nikachukua tu ni hali ya kawaida, nilikuwa nimelalia. Amen. Utanyoka tu wenyewe. Nikaushikashika hivi, nikaamka. Nikaendelea na kazi zangu asubuhi. Amen. Toka pale huu mkono kila nikishika kitu ndio unakufa ganzi, unakuwa kama vile kuna vitu vinachoma humu, vinachoma. Hata kama nimeshika ni jembe, ila wewe uweze, hata tukiwa wote hapa uweze ukaniona, nitasimama tu, nitaunyosha, nitajikaza, tashika tena jembe, ila sina uwezo wa kusema nilishike vizuri kwa nguvu nifanye kazi. Nikawa naendelea nao. Ikafika hatua wakati niko Ihanda nikamia Katengere. Amen. Kila napotamani kusema niende kanisani kwenye maombi, inakuja roho tu inasema huo mkono mbona ni kawaida tu. Unakutia moyo. Nisonge ugali wa watu kuanzia 3, 2. Kuanzia watu 5 siwezi. Siwezi kusonga. Hata mwiko kushika hivi siwezi, ila najikaza tu. Ndiyo. Kwa kuwa ni mama nitafanyaje? Amen. Nikaendelea nao. Mume wangu akanitafutia dawa, nikachanja. Kuna tuchale fulani tuko hapa na hapa. Hapa. Amen. Lakini bado sikupata nafuu yoyote. Ndiyo. Akaja mdogo wangu wa kiume akasema huo mkono ni kama wanaofanyia kazi. Sasa subiri. Nikutafutie nini? Dawa. Sasa siku ile anayosema nikutafutie dawa. Amen. Sielewagi mpaka leo ni kwa nini nasemaga tu acha bwana, ngoja kuna kazi nataka nifanye, nitakutafutia. Amen. Ikaja roho ikasema nenda ibadani. Amen. Siku moja nikaoga kabisa. Nikakaa uwanjani pangu pale. Unataka uende wapi ibadani? Niende ibadani kwa mchungaji Mwaharendi. Hapo nilikuwa ana ibada. Kanisani au kanisa la Mlima Sayuni? Kanisa la Mlima Sayuni. Okay. Kwa mchungaji Mwaharendi. Amen. Amen. Maana kuna utofauti ukisema niende kwa kuabudu kwa mchungaji tofauti. Amina. Amen. Mlima Sayuni kwa mchungaji Mwaharendi. Amen. 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 Roho ikawa inakataa. Amen. Kila nikinyanyuka, yani nimeoga kabisa, nimejiandaa, nikakaa tu, nikashika na Biblia, nikaiweka kwa kibanda pale, nikatoa nguo nikaanza kufua. Una shida mtoto wa mama? Nimeahirisha, hapo tayari nimeahirisha. Amen. Mara ya 3 ikaja siku moja mchungaji aliomba sana mahali hapo. Amen. Akasema kuna watu roho zimewafunga watu wanashindwa kuwepo ibadani. Leo utafikia ananiambia ni nini? Amen. Maana mimi nyumbani pangu nasikia kila kitu. Hata hivi ulikuwa unaambiwa wewe. Kila kitu kinachoendelea nasikia. Amen. Nikajikaza. Nasema hapana, leo niende tu ibadani. Amen.
Nikaoga nikaja ibadani. Ndio. Mchungaji sikumkuta. Nikarudi. Ndio. Nikahudhuria ibada 2. Ndio. Simkuti mchungaji. Alikuwa wapi? Kwambia nikoenda. Sikujua mimi. Ila ibada nilikuwa nahudhuria. Amen. Ibada ya 3 ndio nikamkuta mtumishi. Nikafanya ibada, mwisho wa ibada nikamweleza mchungaji tatizo nililonalo. Amen. Akasema mama, inatakiwa tufanye maombi. Amen. Bila maombi huu mkono utaweza chochote. Amen. Kweli tulianza huduma. Ndio. Tulifanya maombi siku ile Jumapili. Ndio. Toka saa 6 mpaka saa 10. Amen. Nikaona kufunguliwa kwa mkono, lakini bado nikaendelea kuwepo. Amen. Katikati ya ibada zingine. Amen. Nikaendelea na maombi. Kwa namshukuru Mungu, ninaendelea vizuri. Na huu mkono sasa hivi ninafanya kazi zangu kwa uhuru. Mimi ni mkulima wa mboga bustani kama kawaida. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu aliyeyafanya haya. Pigia Yesu makofi. Amen. Hata vidole na beba vizuri. Amen. Ninamwagilia mboga. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu. Amen. Nataka nikwambie na wewe ambaye unanisikia. Amen. Bwana yupo, anatenda. Amen. Aliyenitendea mimi atakutendea na wewe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pigia Yesu makofi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa majina naitwa Tumaini Msamaria. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Mimi nina ushuhuda. Nashuhudia matendo makuu ya Mungu aliyonitendea. Amen. Kwa mwaka 2018 wakati nimezaa tu Amani. Jina la Bwana lipewe sifa. Kuna ugonjwa ambao ulinikuta mkubwa sana. Jina la Bwana lipewe sifa. Nilikuwa ninanuka mdomoni, hata ukinisogelea huwezi, yani ukanisogelea yani kwa muda mrefu. Ninatoa harufu kama nimeoza. Amen. Jina la Bwana lipewe sifa. Alafu tumboni kama wamenipika. Jina la Bwana lipewe sifa. Kama wamepika yani unafanya chupu chupu chupu. Alafu ninaharisha, siwezi yani kakaa hapa sekunde hata 2. Jina la Bwana lipewe sifa. Mume wangu akasema, bwana twende hospitalini. Nikasema hospitalini mimi sitaki. Nilikaa kama wiki, wake wenza wakaja kuniona, mawifi wakaja kuniona, lakini hospitalini ninakata. Lakini ninanuka. Yaani tafikiri nilishakufa muda. Jina la Bwana lipewe sifa. Wewe twende hospitalini, nikasema hospitalini sitaki. Twende ukanipeleke kule kanisani. Jina la Bwana lipewe sifa. Kuna watu walio na macho ya roho wakanionee. Jina la Bwana lipewe sifa. Kweli mume wangu hakusita. Yaani hapa siwezi hata kumbeba mtoto. Mtoto wangu nilianza wakati hapa ana miezi kama 2. Amen. Akamshika mtoto. Wala hatukuaga majirani wala mama mwenye nyumba. Huyo tukaanza kushuka kwenda kanisani. Tulipofika pale kanisani wakaanza huduma na mtumishi na mume wangu akaanza kuomba, akaomba. Mimi tumaini langu kubwa nasema napona tu, ila hospitalini siendi, vidonge sinywi. Jina la Bwana lipewe sifa. Nilipofika pale wakaniombea siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya 3. Dada anaendelea huko ananitengenezea maolo, wanaweka sukari na chumvi. Bado hali ni ile ile. Mwenge ni ule ule, natembeza mwenge. Huwezi pima. Jina la Bwana lipewe sifa. Bado wakaendelea kuniombea, wananiombea. Siku ya 4 tukawa kanisani wanaendelea na sifa. Mimi nimekaa kwenye kiti. Wanaendelea na sifa. Mimi tu mwenge huko unaendelea kutoka. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa hiyo mwenge huo ulikuwa unaruka tu hata ukikaa kanisani. Yaani hata mahali popote utakapokaa ni kuharisha tu. Unatembea na visepe. Yaani hata visepe sitembei navyo, yaani mwendo wa kushika hivi. Kwa sababu nasema hapa nilipoenda ni mahali salama, nitapona. Amen. Siangalii mtu, siangalii kwamba huyu mwanaume atanicheka au mwanamke atanicheka. Amen. Yaani naangalia kusema nipone tu. Amen. Kwa sababu huu ugonjwa nilio nao labda mwisho wa kufa umefika au nimemtenda dhambi Mungu. Wapi nilipokosea? Mungu naomba unisamehe. Jina la Bwana lipewe sifa. Wakati ule
akaniambia leo ni siku yako. Jina la Bwana siku ya kupona. Nikasema kweli nitapona? Bwana naona kama kaburi lile linaningojea. Hivi ndo naenda kufa? Na mwacha mume wangu, naacha katoto haka kadogo. Nani atakaye nilelea haka katoto? Jina la Bwana siku. Yaani leo inaniuma. Kasema naenda kufa. Mama bye, baba bye. Hivi nyumba zote sitaziona. Hivi watu hao wote sitawaona. Naenda kufa. Yaani nanuka. Yaani nanuka na harisi. Sasa walipoanza kusema wenye shida ni wa kwanza, nikapita mbele. Yaani nanuka, naenda mavi hapo kwenye, yaani hapo kwenye gaoni angalii mavi, mimi naangalia kupona. Walipoomba mara ya kwanza, mara ya pili, nilihalisha hapo, nikatapika hapo. Na siku hiyo ndipo Mungu aliponitendea aliyo makuu. Bwana Yesu asifiwe. Tumtegemee sana Mungu. Mungu ndiye anayeweza. Kwanza mimi niliamini kwamba Naamani yeye alikuwa na moyo mgumu. Aliposema jichonde mara 7 kwenye maji ukoma unapata kutawa. Nikasema na mimi nikienda pale. Yaani neno la nabii Naamani lililofanya kwamba mimi nipone. Nikamwamini Mungu. Hadi leo nipo napumua, naishi na ushukuru Mungu. Na kuna mama mwingine hapa alikuwa amejipanga. Sifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Amina. Ninazo shukrani za kumshukuru Mungu kwa yale aliyonitendea. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninaponiona hivi hata leo ingekuwa ningeshakufa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi wakati sijaokoka kuna changamoto ambazo nilipitia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna changamoto ambazo nilipitia ambao Mungu amenitendea. Amen. Wakati mimi nimezaa mtoto wa kwanza, jina la Bwana libarikiwe. Nilipata mtoto wa kwanza ambaye ni wa kiume. Lakini uzao wangu ulikuwa operation. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Wakati nimezaa ule uzao operation. Amen. Wakawa wameniandikia barua kwamba wewe uzao wako wote utakuwa unafanyia operation. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Moyo wangu ulihuzunika sana. Amen. Nikasema inaamna mimi nimefanya nini? Nikamuuliza nesi, kwani kuna nini kwenye uzao wangu? Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Akasema kwenye uzao wako kuna tatizo. Hilo tatizo ni tatizo gani? Akasema figo nyingine ni fupi. Bwana Yesu asifiwe. Siwezi kuzaa Kawaida. Kwa ajili ya kusukuma mtoto. Figo yako ni fupi nyingine. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Nikasema alafu tena kinachochangia ni ufupi. Bwana Yesu asifiwe. Nikasema ina maana watu wengine wote ni wafupi kunizidi mimi. Warefu kunizidi mimi. Jina la Bwana libarikiwe. Kwani dadangu ni mfupi sana lakini anazaa kawaida. Na maana mimi nimekuwa mfupi kuliko dadangu. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini neema ya Mungu ikawa imetokea. Bwana Yesu asifiwe. Kile kidonda kikaa kinaendelea. Baada ya miezi 9 mtoto kana miezi 9 ikaja kikapasuka. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Wakati kimepasuka nikasema wewe Mungu kuna nini? Jina la Bwana libarikiwe. Baada ya hapo kukaa kumepita miaka kadhaa. Kile kidonda kimeshapona lakini kikawa kinaniletea shida. Jina la Bwana libarikiwe. Akawa amekuja mtumishi wa Mungu kuinjilisha injili. Bwana Yesu asifiwe. Tukawa tumeshuhudiwa nyumbani, wakaja shemeji yangu kunishuhudia saa 8 ya usiku. Kwamba kuna mtumishi wa Mungu amekuja pale nyumbani. Walikuja saa 8 usiku kwako? Alikuja saa 8 usiku kwa ajili ya kunishuhudia. Huyo nani huyo aliyekuja shemeji yako? Alikuja ni shemeji yangu Karani. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama mnamjua Karani Siwira ndiye anishuhudia mimi. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Na ndiye Mungu aliyemtumia hadi leo kanisa liko mahali hapa. Alimtumia ni Karani Siwira. Amen. Kumjua mtumishi huyu tusingemjua. Jina la Bwana libarikiwe. Wakati amekuja kunishuhudia nikawa nimeamka siku 6. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Tukaenda nyumbani kwake. Kweli tukakuta huduma zinaendelea. Watu pale wamejaa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa huduma ile ambayo ilikuwa pale mimi nikawa nimezarau. Bwana Yesu asifiwe. Hata kwa akili yangu haikuwepo. Nikasema huyu ndiye atanihudumia
libarikiwe. Amen. Mwache Mungu ajitukuze. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ile huduma ikawa inaendelea, siku zikawa zinapita, nikawa nimepata ujauzito mwingine, mtoto wa pili. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapo nikawa mimi nimeshikatia tamaa kwamba niparishe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikasema nikawa nimemweleza dada yangu kwamba wewe dada, mimi ni mjamzito. Na sasa lakini naona huu ujauzito unanisumbua. Akasema mueleze mchungaji atakuombea. Nikasema kama madaktari walishindwa, huyu ndiye ataniombea. Jina la Bwana libarikiwe. Akasema mueleze. Kwa kweli nilimueleza. Baada ya kumueleza, sikumueleza yule mchungaji akawa anajua. Bwana Yesu asifiwe. Akaona ndani yangu kuna dharau. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kweli nikawa nimekoma kwenda kuhudumiwa au kwenda kwenye ibada zile. Nikawa ninakaa tu nyumbani. Nikawa nasumbuliwa. Roho ya Mungu ikawa mwambia mtumishi, huyu mtu anaumwa. Jina la Bwana libarikiwe. Yaani ninavyoumwa mimi ndivyo anavyojua yeye. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Akasema nikamuiteni yule dada. Jina la Bwana libarikiwe. Dadangu akanifuata. Akasema mbona wewe mtu naumwa 1 2 3? Na ni kweli alivyoeleza ndivyo vile vile. Jina la Bwana libarikiwe. Hapo ndipo nilipoibeba imani. Bwana Yesu asifiwe. Wakati nimebeba ile imani, nikasema kwa kweli huyu mtu sio mtu wa kawaida. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Akawa ameniombea siku hiyo hiyo, nikawa nimepona. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya hapo miezi 9 ikawa imefika siku ya kujifungua. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wakati nimefika zile siku za kujifungua, Mungu akawa ameniambia utajifungua mtoto wa kike. Na huyo mtoto utamuita jina Magdalena. Jina la Bwana libarikiwe. Nikasema ni akili zangu. Mungu alivyo ajabu akamfunulia mume wangu. Jina la Bwana libarikiwe. Akasema na mimi kuna jina linanitia eti mtoto utajifungua kike ila ataitwa Magdalena. Jina la Bwana libarikiwe. Nikasema kama ni Mungu huyo anasema sawa. Jina la Bwana libarikiwe. Nikaenda kwa mtumishi nikamueleza. Akasema na iwe hivyo. Na sio kwamba labda ni mapepo ila ni Mungu anasema. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa kweli nilibeba imani. Jina la Bwana libarikiwe. Baada ya siku kadhaa, siku za kujifungua, Mungu akawa amemfunulia mzee wa kanisa. Akasema yule dada atajifungua tarehe 15 ya mwezi wa 5 siku ya Jumanne saa 2 usiku. Jina la Bwana libarikiwe. Mzee akaja akasema eti utajifungua tarehe 15 ya mwezi wa 5 tarehe 15 mwezi wa 5 saa 2 usiku. Jina la Bwana libarikiwe. Nikasema kama Mungu anasema siku hiyo nitaangalia. Bwana Yesu asifiwe. Ikafika siku ya tarehe 14. Jina la Bwana libarikiwe. Nikaona zile dalili. Tukawa tumemweleza mtumishi. Jina la Bwana libarikiwe. Wako anaomba juu yangu, naomba Mungu anafunua mengi sana aliyoyafunua. Jina la Bwana libarikiwe. Mtumishi akawa ameniombea. Hiyo tarehe 14 ndio aliombaga muda wa jioni. Jina la Bwana libarikiwe. Alivyoomba akasema kama Mungu wako isivyo, huyu mtu hakuna operation. Jina la Bwana libarikiwe. Akaomba maombi mengi sana, siwezi kuelezea kwa sababu tunaenda na muda. Jina la Bwana libarikiwe. Nikarudi nyumbani, nikapika haraka ili nikawa nimepika haraka akinaziona dalili za kuumwa. Jina la Bwana libarikiwe. Ikawa imefika saa 3 usiku, nikawa nimeumwa, nimepelekwa hospitali Tunduma. Bwana Yesu asifiwe. Kwa bahati mbaya au niseme sijui ni mawazo, sikumpigia tena mtumishi kwamba niombee. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini yeye alikuwa hajanyamaza kuniombea. Bwana Yesu asifiwe. Nikapelekwa hospitalini. Kufika pale hospitalini wakanipa kitanda. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wamenipa kitanda nilitukanwa sana. Jina la Bwana libarikiwe. Wakasema kamemba kenyewe kadogo, unakuja huku kufanya nini? Alafu wewe mbona umeandika operation? Jina la Bwana libarikiwe. Nikasema mimi sitaki operation. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kumuona Mungu wangu. Wakasema utake usitake utapasuliwa. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe.
manesi wakawa wamejaa, wakawa wameandika vitu vyao pale, wameandaa mapepa yao, walikuwa wanapanga namba. Jina la Bwana libarikiwe. Namba yangu mimi ilikuwa namba yangu. Namba ya kwanza. Ndio taanzia mimi, wengine wanafuata. Amen. Lakini cha ajabu Mungu alivyo ajabu. Nikawa naendelea kuomba. Ikawa ni asubuhi ya tarehe 15. Ilifika muda wa saa 3, uchungu ukawa umeisha. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikasema wewe Mungu kuna nini? Mbona mwenye umesema ina maana huyu mchungaji alikuwa ananidanganya? Na mimi nisipojifungua kawaida kanisani kwake ni mwisho. Jina la Bwana nikasema alichoniambia kisipofanyika basi naacha atakwenda kanisa. Naacha. Kwa maana ulikuwa unaenda kwa sababu ya lile neno wala sikumwangalia Yesu. Sikumwangalia Bwana. Niliangalia neno akasema utajifungua kawaida na hakuna operation. Nikasema kama alinidanganya mimi mwisho. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini kwa matendo ya Mungu ikafika ule muda wa saa 6. Manesi wakawa wamejaa. Jina la Bwana libarikiwe. Wakampigia mkuu ambaye ni mkuu anasimamia upasuaji. Jina la Bwana libarikiwe. Akawa yuko Mbeya. Bwana Yesu asifiwe. Hawawezi kupasua kabla yule hajaja. Naye yule hakujua ni nini kimemshika kule Mbeya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe Mungu anataka kuwashangaza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akawa amekaa kule naye haelewi, amekaa tu kupiga story. Ikafika saa 9 wakawa wamenipa drip la operation. Jina la Bwana libarikiwe. Wakaniwekea mlija wa mkojo kwa ajili ya upasuaji. Zile sindano za operation akawa ameniwekea kila kitu. Nikawa nalia moyoni. Kasema basi kama ni hivi basi tu na hapa sitapona. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini ikafika muda wa saa 2 ya usiku. Jina la Bwana libarikiwe. Nikaona uchungu, yani uchungu kama pilipili. Jina la Bwana libarikiwe. Hapo sasa mkuu wa operation ameshafika. Bwana Yesu asifiwe. Ndio yupo anajiandaa, anavaa, mimi namwangalia yule pale ameshafika na amevaa yale mavazi ya kijani. Jina la Bwana nikasema wewe Mungu wewe, naomba unisaidie. Nifanyeje? Kumbe mtumishi wa Mungu amekaa nje. Jina la Bwana libarikiwe. Ukiwa alikuwa pale getini usiku saa 2 au asubuhi? Alikuwa usiku saa 2 getini. Ndiyo. Akawa amesimama pale kwenye geti la ambao wajawazito wanajifungulia. Mimi sikujua. Jina la Bwana libarikiwe. Kumbe roho ya Mungu ikawa inamwambia, inamshuhudia kwamba muda wake ndio huu. Yaani ndugu zangu wote wakawa wamerudi. Wazazi wangu wamerudi, ila yeye amebaki. Jina la Bwana libarikiwe. Ilipofika saa 2 yule akawa ameingia, anasema Mariam njoo. Sasa vile wanaleta lile chana kunibebea kunipeleka kule. Ndio nikawa nasema jamani nataka kujifungua. Akasema kaongo wako. Jina la Bwana libarikiwe. Akaona na ufupi wako. Akasema kaongo wako. Jamani nisaidieni, nisaidieni. Wakasema hebu acha zako hizo Bwana. Kwa kweli Mungu ni wa ajabu. Nilijifungua mtoto na mlija upo huku. Yaani ni wanavyosogea pale tayari mtoto ameshashuka. Yesu makofi na Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa kweli pale nilimwona Mungu. Wakati pale nimeshajifungua, mtumishi wa Mungu roho ya Bwana ikawa mwambia tayari sasa rudi nyumbani. Jina la Bwana libarikiwe. Akawa amerudi nyumbani. Kwa kweli hiyo shuhuda kwa mwingine ibebe imani. Mungu anaweza. Jina la Bwana libarikiwe. Hadi mimi wachawi wangu, adui zangu walijitambulisha kwamba yani wewe mama Fesi tulijua hutajifungua. Yani Mungu alivyoongea tarehe ile ile umejifungua. Kwa kweli huo Mungu wako ainuliwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa kweli kwangu mimi nilimuona Mungu. Amen. Kutoka tumboni kwa mamangu mimi ni mtu ninayemjua Mungu na ninampenda Mungu. Lakini ile sintofahamu sijui. Kama nilivyosema kwamba na miaka 2 mimi ni mwimba kwaya mzuri na kazi ya Mungu naifanya vizuri. Lakini sikujua ni kitu gani kilichonifanya mimi nikafika hatua nikapoa. Kweli nimekaa kwa muda huu. Hata nikisikia watu wanaimba wanafanya nini nikuta hata moyo haupo umepotea. Sasa kwenye hili tatizo likawa limenikuta kipindi wakati naumwa.
pindi mimi mjamzito, ile mimba ikaja ikaharibika. Kuharibika kwa ile mimba haikuwa ni makusudi ya Mwenyezi Mungu. Amen. Kwa sababu mimi mwenyewe nilipolala kwa kile nilichokuwa nakiona ni kitu cha tofauti ambacho hakikustahili machoni pangu. Amen. Nadhani wengi wao niliwaelezea, wengi wao walilishuhudia hili. Haikuishia hapo. Nikakaa nikatafakari, sasa shida nini? Hii hali na tena ikanivutia muda sana tena sana. Kutoka mwezi wa 4 tarehe 22 mpaka mwezi wa 7 ndo nimekuja kujisikia unafuu. Nikasema haina shida. Sikuishi hapo. Nikasema Mungu, hivi ni wapi nilipokosea mimi? Nikaanza kurudi nyuma. Sasa siku nimekaa pale nyumbani. Ghafla nilikuwa Tunduru. Wakati nipo kwenye kusambaza barua za uzinduzi. Wakati narudi kufika pale kichangani chapo nikajikuta kichwa kinaanza kuniuma. Amen. Nikamwambia mwenzangu, kichwa mimi mbona kimeniuma ghafla, kuna shida gani? Akasema labda tu ni mafuta ya kwenye gari. Nikamwambia hapana, sio bure, labda kitapoa. Nilikuwa na wifi yangu. Nikafika nyumbani, akasema wifi mimi naenda nyumbani. Nikamwambia unaenda? Akasema naomba mtoto niende naye. Nikamwambia lakini usikumbukeni mnaondoka mimi hapa naumwa. Akasema tukanunue dawa. Nikasema mimi dawa situmiagi. Yaani chemsheni tu maji yatanisaidia. Akasema sawa. Kweli ikawa hivyo. Haka hapo nikajikuta tu kwenye kile kichwa. Yaani wakati nimelala usiku, najiona kabisa mimi naumwa. Wakati nimelala usiku. Kwanza nikajikuta nipo mazingira haya. Nilikaa hapo. Nilishika jembe, inaonekana uwanja ni wa kanisa. Sasa mimi nikawa nawaelekeza, nasema kwa nini? Ili kanisa mbona ni dogo. Njoo tufanye nini? Tuvute, yani ili kanisa tumelivuta, tumepiga msingi, tumezungushia vile. Haka huko. Nikasema wa kwanza kuchimba mimi nini? Msingi. Kwani nikachimba jembe la kwanza la pili. Kuchimba jembe la kwanza la pili. Hapo tena ikawa imenitoa. Kule kunitoa nikajikuta ile hali bado naona nasumbuliwa. Ndio namwambia mama, anasema mama akawa hapo pembeni yangu huko hapa. Na mwingine alikuwa huko simfahamu. Nikasema mama, naona mimi hali imefika mwisho, mimi sio wa kupona tena. Mama akasema kwa nini? Nikamwambia wanangu hao. Hapa sasa nikawa naanza kuagiza sasa. Yaani kaonekana mimi namwagiza. Wanangu hao nilionao. Mama kuna sehemu nimeweka kitu changu kipo pale, nikawa namuelekeza mzazi. Kipo pale. Kwa mfano kama hivi mnavyojua makao nilio nayo. Amen. Akasema sawa. Akasema mwanangu, lakini kwa nini? Pale anavyosema kwa nini? Nikajiona kabisa mimi nalegea. Kwa nini nafanya nini? Napotea. Sasa mimi kule kwenye ulimwengu mwingine. Nikasema Mungu, mbona mimi bado wakati bado watoto wangu nani atawalea? Nitamka hilo. Wali pale ikatokea sauti moja, ingawa sikumuona mtu. Nikitokea tu sauti, mtu akasema wewe. Akasema Esther. Nikaitika. Akasema funga mkanda wako vizuri. Nikachukua mkanda, sikuelewa mkanda ule. Nikafunga mkanda. Ule mkanda baada ya kuufunga. Ndio. Nisimama. Akasema kwa imani yako itafanya nini? Itakuponya. Inuka. Bado hujamaliza kazi yangu. Nikasema sijamaliza kazi yako. Akasema ndio. Kule kweli nikashtuka. Kule nikaona mbona mimi kweli ni kazi ipi sasa? Ile ninasema ni kazi ipi, wakaniletea mgonjwa mbele yangu. Huyo mbaba aliyeniletea akawa anaumwa mguu. Kwenye huo mguu ikaonekana inatakiwa mimi nifanye nini? Nimfanyie huduma baba. Nikashika ule mguu. Akili moja ilisema mbona wasemaga mtu ukiwa na tatizo upande huu inakuwa alipo huku. Nikashika miguu yote, mikono yote, vidole gumba vyote viwili. Nikaingia kuomba. Upande mwingine huku nikaingia kwenye kuabudisha. Huku naabudisha, huku namwombea mgonjwa. Kwa hiyo mgonjwa akasimama,
wamama fulani wakajitokeza huku, ni watu ambao nawafahamu, wakawa wamekaa huku na wengine wamekaa hapo upande wapo na mama. Nikasema Mungu ni mkubwa. Pale ndo nikuta ndo kaa mwanzo na mwisho kwa ile hali ambayo nilikuwa nayo. Maana mimi nilikuwa muda wote ni mwendo wa kuvuja damu, muda wote. Nikasema Mungu, sasa hili acha tu nilifanyie kazi. Na kweli mimi nilienda nyumbani. Ile wakati nimeshtuka sasa, ule wimbo niliokuwa naimba kule usingizini, ile akili ya kusema nikachukue simu niuendeleze, kawa haipo. Asubuhi nikakuta umenipotea. Kweli nikawaelekeza wenzangu, nikawaambia. Nikaenda kwa mama, nikamwambia mama, mwenzio kilichonitokea ni hiki. Akasema mwanangu, kumbuka siku zote ukiona kitu hakijawahi enda bure. Basi hapo kuna kitu kinachoendelea. Nikasema sawa, lakini mama, mimi kuanzia sasa nataka nichukue hatua. Ingawa mimi napoacha kule kanisani wanasema hasira huwa haitendi haki. Nitumia ni hasira kufuatana na vitu. Unajua ukiwa tulivyokaa sio wote wanaoangaliana sawa. Na mwingine lazima vita inakuepo. Mimi nichukulia tu bora tu nikae nyumbani. Nimewahi tamka anasema bora nikae nyumbani. Lakini kweli nimekaa miaka hiyo miwili. Kanisa inaweza nikaenda tu siku moja Jumapili narudi. Na kwa sasa hivi kwa kwanza wenzangu haina namna. Acha tu nikae nyumbani nijisikilize. Kama Mungu ataamua iwe hivi sawa, kama ataamua iweje sawa. Kweli ikawa hivyo. Nikamwambia mimi mzee, msingi wangu hata kama ni mbali, najua kufika hapa ni mbali sana. Napokaa na hapa pana umbali. Ngoja nasema sasa wewe makanisa yote haya Niacha. Umepita kule kwa nao hapo na sali, leo unaenda Katenje. Niambia ndugu yangu, unaona msingi wangu uko pale. Amen. Maana mimi nilikuwa mpishi siku zote. Wanasema wewe, sasa wewe si uendelee tu kwenye makanisa mengine, kwa nini umekaa nyumbani? Naambia jamani, mimi kwenye kanisa langu nashindwa kuhama. Wewe, kwa nini unang'ang'ania hivi? Naambia nimeshindwa. Nijaribu mara ya kwanza, nikashindwa nikarudi. Nimejaribu mara ya pili, nikashindwa nikarudi. Sasa siku nyingine nikija hapa, nasema sasa hapa, kwanza siku ya kwanza pia kuja na mzazi alijua labda huyu mwenzangu ndo anaenda kufanya nini? Kwa hatua. Nikaambia wewe, roho yangu imekataa, niache. Bado Mungu hajaamua. Amen. Na yenyewe kulazimisha uenda naweza nikaumia au nikafanya nini? Acha. Kwa nilipoona ile hali, nikasema hili siwezi kukaa kimya, lazima tu nitalitoa mbele za Mungu. Najua ukikaa nyumbani kwa muda mrefu ni mengi tunamkosea Mungu. Amen. Mengi tena sana. Kama mimi najua sina hesabu ya makosa niliyokosea. Amen. Kwa ni hivyo tu. Nasema asanteni kwa kunisikiliza. Huo ndo mwisho wangu. Ila naomba tu mzidi tu kuniombea kwenye changamoto. Pigia Yesu makofi mengi na vigelegele.